Kabla ya taarifa hizi za ndani ambazo ni za asiri, naomba ikiwa unatazama kwa mara ya kwanza katika channel yetu mpya ambayo inaitwa Tanzania ITV, chukua sekunde moja tu uponyeze patoni ya subscribe na uwashe kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi za asiri pindi tu tunapoziweka. Cha kuzingatia zaidi, usisahau kuponyeza alama ya like. Karibu nikufahamishe zaidi. Aibu iliweza kutanda siku ya leo katika taifa hili letu la Tanzania baada ya rais wa taifa lile la Uganda Yoweri Museveni kuwasili kukutana na Samia Suluhu Hassan. Cha kushangaza ni kwamba Samia aliweza kuaibishwa huku Watanzania wenzetu wakikataa kumkaribisha Museveni kwa kumpigia ukaribisho mzuri ama kupiga makofi wakati Museveni alipowasili Tanzania leo Jumamosi. Kwa nini sasa tunataka kuangalia huenda ni kipi hiki kilichochangia Watanzania kuonyesha marais hao wawili aibu wakati walikuwa wanakutana. Samia na Museveni wamekataliwa hadharani na Watanzania, na jambo hili limeleta tofauti kubwa haswa katika taifa hili la Tanzania. Museveni aliweza kutembelea taifa letu kwa kile ambacho wanasema ni kuwa na mkataba wa kufanya kazi ya ushirikiano wa pamoja, kufanya kazi pamoja kati ya Tanzania na taifa lile la Uganda kama njia moja ya kuimarisha na kunogesha uchumi wa mataifa haya mawili. Lakini hata wakati walipokuwa wanahudhuria wa Tanzania, Museveni wakati alikuwa anazungumza hakuwa anashangiliwa vile inakuwa kama kawaida, lakini hakuwa amepokelewa vile wakati alikuwa anazungumza ama akihutubia wa Tanzania. Na hata wakati rais mwenyewe alipokuwa anahutubia wa Tanzania hawakuwa wanafurahia sana, jambo ambalo liliweza kuonekana ni aibu kubwa hasa kwa marais hao wawili, Samia Suluhu Hassan na Yoweri Museveni. Marais hao wawili wanadaiwa kuhusika katika mauaji haswa kwa uchaguzi ambazo ziliweza kufanyika kwa mataifa haya mawili, kwa sababu Tanzania hapa tulikuwa na uchaguzi 29 Oktoba mwaka jana. Maandamano ya katanda baada ya Tundu Lissu kuzuiliwa kuwania kiti cha urais na hata mpina wa ACT Wazalendo. Baadaye tukashuhudia watu wengi wakiaga dunia. Watu wengi waliweza kupoteza maisha yao, hata ingawa kufikia sasa idadi kamili ya wale ambao waliangamia hamna yeyote ambaye anaelewa, kwa sababu serikali haijatangaza, ingawa shirika la Amnesty International liliweza kusema ya kwamba zaidi ya watu 700 waliweza kuangamia, huku mrengo upinzani ukisema ya kwamba zaidi ya maelfu waliweza kuangamia kufuatia uchafuzi huo uliotendeka hapa Tanzania. Baada ya hayo yote, ukiukaji wa haki za binadamu uliweza kuonekana Tanzania. Tarehe 15 mwezi wa kwanza mwaka huu uchaguzi uliweza kufanyika kule Uganda, na watu wengi waliweza kuangamia, hasa wafuasi wa Bobi Wine ambaye ni kiongozi wa chama cha National Unity Platform NUP, huku Bobi Wine akiingia mafichoni na Jenerali Muhoozi akitishia kumkamata ili kumuonyesha kwamba sheria zile ambazo zinatumika katika taifa la Uganda ni tofauti kilinganishwa na vile Bobi Wine anataka kufanya katika taifa hilo. Kumaanisha mataifa haya mawili yanadaiwa kuwa na uongozi wa kimla, ndio maana watu hawakuwa wanashangilia wakati marais hawa walikuwa wanahutubia wa Tanzania kwa pamoja. Na hili ni funzo kubwa kwa viongozi kuendesha uongozi kwa njia sawa, kuendesha uongozi kwa njia safi ambayo inajali kila mwananchi husika. Na marais hao walikutana.
Samia alienda kule Dubai, akarejea jana akitumia ndege, akafika hapa Tanzania ili kukutana na rais wa Uganda ambaye ni Museveni. Kwa hivyo marais hawa kukataliwa kwao ni kwa sababu ya kukiuka haki, ya kukiuka demokrasia, ya kukiuka uwajibikaji wa wananchi wa Tanzania na Uganda. Sasa wakati wanapozungumza, watu wanawatazama, wanawaangalia, wanawajua tu hawa ni viongozi ambao wanadaiwa kuwa na uongozi wa kimla. Ndio maana hawakuwa wanashangiliwa. Sisi tutasubiri tuone ikiwa mataifa haya yataendelea kuimarisha zaidi uchumi, kwa sababu kuna mataifa ambayo yamejiondoa kutuma misaada. Uswidi ilijitoa kutuma msaada katika taifa la Tanzania. Marekani ilijitoa kutuma msaada hata wa afya katika taifa letu la Tanzania. Canada ilijitoa kutuma msaada katika taifa la Tanzania. Na katika taifa lile la Uganda, tunajua ya kwamba Rais Trump kupitia bunge la Seneti, haswa yule ambaye ni mwenyekiti wa kamati ambayo inaangalia mahusiano ya mataifa ya kigeni ambaye anaitwa Senator Rich, aliweza kutangaza lazima wataangalia upya na kuweka vikwazo katika taifa la Uganda vile waliweza kuweka vikwazo katika taifa la Tanzania, kwa sababu Watanzania sisi hatuwezi kuruhusiwa kusafiri Marekani. Ni kwa sababu ya vitisho vya Jenerali Muhoozi ambaye ni mkuu wa majeshi katika taifa la Uganda. Kwa hivyo mataifa haya mawili yamepata pigo kubwa, kwa sababu wananchi wa nchi hizi hawawapendi, kwa sababu ni kama waliweza kulazimisha kuchaguliwa katika uongozi ambao wanashikilia. Sasa mataifa mengine yanaendelea kutazama, hata bunge lile la Ulaya linaendelea kutazama yale maovu yanayoendelea kushuhudiwa katika mataifa haya: ukiukaji wa haki za binadamu, ukosefu wa demokrasia na ukandamizaji hasa kwa viongozi wa mrengo wa upinzani. Bobi Wine wa Uganda yu mafichoni. Tundu Lissu wa Tanzania haonekani kwa sababu aliweza kuzuiliwa, yuko gerezani Ukonga kwa zaidi ya miezi 9 sasa, ingawa kesi yake inarejelewa juma lijalo. Kwa hivyo viongozi hawa waliweza kuaibishwa, hawakuwa wanashangiliwa, ni kwa sababu ya hujuma ambao wamekuwa wakiendesha hasa kupitia uongozi wao ambao wengi wameukataa, wengi hawafurahii, na hata wakiendelea na uongozi wao ni kama watu wamechoka na huu uongozi. Naomba kutamatishia hapo, lakini ikiwa hauja subscribe, wewe umetutembelea kwa mara ya kwanza kwa channel yetu ya Tanzania ITV, chukua sekunde moja tu ya mwisho uponyeze patoni ambayo imeandikwa subscribe, uwashe kengele ili kuendelea kupata taarifa kila wakati tunapoziweka katika mtandao huu, habari ambazo ni za kina, za asiri, za ndani, lazima tutawaelezea. Asanteni sana.